It doesn't matter how many times you have failed. Kitu ambacho nimetuma nikwambia ni kwamba do it again, don't give up. Lakini Mungu akaniambia neno hili, neno waambia kanisa, nalifika kwa taifa zima ya kwamba Kenya hatutateseka. I have to resurrect whatever you lost. Kinarudi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Kichwa inasema garments of glory, mavazi ya utukufu. Let us go in the book of Zechariah chapter 3 from verse 1 to 5. Zechariah chapter 3 from verse 1 to 5. Garments of glory. When God speaks about garments of glory, it means there were some other garments which were not of his glory, and those other garments has to disappear out of your life so that you may be covered, or you may receive another garment of God's glory for you to do what God wants you to do, or for you to accomplish your mission in this world. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alipokuwa akinipa ujumbe huu, kaniambia watu wengi wameishi na mavazi ya sehemu mbalimbali ambayo hayana utukufu, mavazi ambayo yamewavunjia heshima, mavazi ambayo yamesababisha wasiwe na utukufu, ama utukufu wa Mungu usionekane katika maisha yao. Lakini pamoja na hayo, Mungu akaniambia ya kwamba today, mavazi yale uliovishwa, mavazi yale ambayo hayana heshima, mavazi yale ambayo hayana utukufu wa Mungu yataondoka leo kwa jina la Yesu Kristo. Yaani leo lazima yaondoke kwa jina la Yesu Kristo. I say ni lazima yaondoke in the name of Jesus Christ. By force, by fire. Maana umekaa katika kudharauliwa for so many years. Umekaa katika that same position for so many years. Unavaa vizuri kwa nje, lakini ukitoka there is somebody anaangalia na anasema huyu mama huyu hafai, ama huyu mzee hafai. Nami nasema kumbe kuna mavazi ambayo ulivalishwa na situation ambayo uliyapata katika mwili wako kwa sababu yalisababishika na hali, yakasababishika na watu, yakasababishika kwa sababu ilikuwa ni process. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Zechariah 3, Yoshua kuhani mkuu. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Yes. Na shetani amesimama mkono wake wa kuume. Yaani Joshua alikuwa ni kuhani na amesimama katika mkono wa Mungu, na shetani amesimama naye, na huyu ni kuhani. Je, mshirika wa kawaida shetani atafanya nini? Joshua amesimama akiwa na high priest, lakini mkono ule shetani naye amesimama, ako tayari kuharibu. Nitengeneze sauti. Ako tayari kuharibu, ako tayari kusababisha havoc, ili huyu kuhani mahali amesimama aweze kulaumika, ama aweze kuwa hana kibali machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa kuume ili kushindana naye. Shetani alikuwa amesimama ili kushindana na kuhani. Hakuwa amesimama kushindana na Mkristo. Hakuwa amesimama kushindana na ayana na new believer. Alikuwa amesimama kushindana na kuhani, mtu aliyepakwa mafuta, mtu aliyekuwa set apart. Na kama huyu aliyekuwa set apart, the devil can stand ili ashindane na yeye. Je, wewe? Je, wewe? Shetani alikuwa amesimama ashindane na kuhani. Kuhani ambaye alichaguliwa na Mungu. Kuhani ambaye alitengwa na Mungu. Kuhani ambaye alitolewa katika familia yake akawekwa
katika familia ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyo kuhani shetani haogopi. Huyo kuhani bado na jina la kuhani, shetani hawezi akakimbia kwa sababu ya jina la kuhani. Hawezi akakimbia kwa sababu ya jina ya mtume. Hawezi akakimbia kwa sababu ya jina ya nabii. Hawezi akakimbia kwa sababu ya jina ya pastor. Hawezi. Titles they can never make the devil to run. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But there is only one name. Makabola sekata. Only one name. Yenye hilo jina likitajwa, yani shetani huwa haonekani tena, anapotea. Na nishani yenye atapotea, hata ile seka amepotea namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amesimama kushindana na Joshua, kushindana na kuhani. Amesimama ashindane naye kwa sababu kulikuwa na sababu kwa nini asimame kushindana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali ni mpako mafuta, ili hali ametengwa, amechaguliwa, ili hali amepewa kazi ya Mungu aiendeshe katika ukuhani wake. Lakini pamoja na hayo shetani amesimama ili ashindane naye. Ina maana ya kwamba ukiokoka, haina maana ya kwamba shetani ndio atakuogopa kwa sababu umeokoka. Kwa sababu umekuja bali ya grace, basi shetani atakuona apige saluti. My friend, haiendani namna hiyo. Kwanza ukiwa umeokoka na umesimama, alafu unganishwe na madhabahu ambayo iko sawa, ndio shetani wewe unakuwa the real target. Yani wewe unakuwa ndiye target. Kama ni kukufuata, ataacha wale wengine akufuate wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasemaga, unajua apostle, tangu nilipokuja, tangu nilipoona, tangu nilipoanza kutoa fungu la 10, kwangu kumekauka. Haelewi. Aliposhika the right channel, amekuwa target wa shetani. Alipofuata njia sahihi, amekuwa target wa shetani. Ukiwa utembei kwa njia sahihi, shetani hana shughuli na wewe. Hello. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa katika njia ya sawa, shetani atakufuata mchana na usiku. Utauliza, kwani mimi peke yangu ndio nimeokoka? Kwani haoni wale wengine wanaendanga chacha? Kanisa linaweza kuwa na watu 10,000, lakini kukawa na watu 10 peke yake waliookoka. Hallelujah. Wanafikiria wenye wako hapa wote wameokoka? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini ukiwa umesimama in the right channel, my friend, unakuwa target ya shetani nambari 1. Kwa hivyo anafungua arsenal zake huko, na anatuma jeshi kila kukicha, na silaha ambazo wewe ulikuwa hauzijui. Akishindwa kwa hizi, kesho anavumbua zingine. Wakishindwa hao, kesho kutwa anatuma wengine, kwa sababu unamhangaisha. Kwa nini unatembea katika njia iliyo sawa? Kwa nini umeunganishwa na madhabahu iliyo sawa? Kwa nini umeamua kumtumikia Mungu katika njia inayokubalika? Hiyo ndio shida ya shetani. Endelea. Mstari wa 2. Bwana akamwambia shetani. Bwana na akukemee ewe shetani. Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Endelea. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Joshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Japokuwa yeye alikuwa ni sawa na kinga kiliotolewa kwenye moto. Japokuwa wewe umekuwa ni sawa na wale watu ambao wametolewa kule nje katika dunia. Pamoja na hayo, Joshua akiwa ni kuhani, akajikuta amevaa mavazi yaliyotonoka. Endelea kusoma. Naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake. Kawaambia wale waliosimama mbele yake, akisema mvueni nguo hizi. Mvueni hizi nguo zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama
nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Akasema, tazama, nimekuondolea vazi lako chafu na uovu wako, nami nitakuvika na mavazi mazuri ya kitani safi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Joshua alikuwa ni kuhani. Ikawa na tafakari ile neno kwa undani, ya kwamba ni kweli alikuwa ni kuhani, ni kweli alikuwa ameokoka, ni kweli alikuwa na jina ya kwamba yeye ni kuhani na ameokoka na amejazwa na Roho Mtakatifu. Lakini kulikuwa kuna shida, kwa sababu jambo la kwanza, amefananishwa na kama kinga kilichotolewa ndani ya moto. Kila mtu anajua historia mahali Mungu alimtoa. Halo! Kila mtu anajua mahali Yesu alimwokota. Kila mtu anajua vile injili ilivyomfikia. Nami ninasema wewe ni sawa na kinga kilichotolewa ndani ya moto. Haleluya! Nikawa natazama mavazi na nikapata ufunuo wa mavazi, ya kwamba vazi hufunika uchi wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Vazi hufunika uchi wa mtu. Kwa vazi utaelewa huyu ni nani. Kwa vazi lake utajua huyu amepepa nini. Kwa vazi lake, maana vazi hata kama likifunika uchi, lakini vazi huongea. Ndio maana mavazi hayakuachwa katika Revelation, kitabu cha Ufunuo, the last chapter, ya kwamba wateule wataosha nguo zao, mavazi yao, nguo zao kwenye damu ya Mwana-Kondoo, ili mavazi yao yasichafuke. Maana mavazi ni ushuhuda, mavazi ni utukufu wa Mungu. Basi hapa naweza kuwa wokovu. It is the garment of salvation, ndio umeivaa katika maisha yako. Basi tunaambiwa sisi ambao tumeokoka, wale ambao tumejitenga na dunia, na tuweza kutunza mavazi ambayo tulivikwa siku tulipompatia Yesu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Joshua akaonekana machafu, mavazi machafu, mavazi yaliyoraruka, mavazi ambayo hayana heshima, mavazi ambayo yanaonyesha uchi wake. Nikawa ninaelewa ya kwamba wapo watu hata waliovikwa mavazi ambayo si yao. Bwana Yesu asifiwe. Wamevishwa na hali, wamejipata kwenye hali ngumu, wamejipata kwenye dhambi, wamejipata kwenye ushirikina, wamejipata walivikwa mavazi yale bila wao kujua. Wengine huvikwa hata kwenye ndoto, wengine huvikwa hata katika ndoto usiku wamelala, wengine huvikwa hata wakitembea na barabara. Lakini nimetumwa nije nikwambie, hilo vazi la mateso, hilo vazi la aibu, hilo vazi la kilio, hilo vazi la kudharauliwa, hilo si vazi la kwako. Nasema si lako. Hilo leo lazima liende, hilo leo lazima liondoke. Nasema hilo leo lazima liondolewe. Maana niko hapa na malaika ambao ni watenda kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa na watenda kazi malaika. Tuko kazini na Roho Bwana yuko mahali hapa. Yesu Kristo yuko mahali hapa, maana anaishi ndani yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila kilio ambacho umelia hukujua lilifanyika vazi. Ndio maana unaweza enda kwenye kampuni, watu wakachukuliwa, wao kaambiwa njoo kesho kutwa, kumbe ulivishwa vazi. Kuna watu wana mavazi na wajua kunayo vazi la kukataliwa. Kila akichukua na huyu anaachwa, vazi la kukataliwa. Kila akipendwa na huyu akifikiria sasa nimefika, mambo yanaharibika, vazi la kukataliwa. Na wamevaa na hawajui na wanatembea vizuri. Mambo hayo unaweza ukayaona tu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hilo vazi ulilo nalo linajiita namna gani, leo litatoka ndani ya mwili wako. Leo litatoka katika jina la Yesu. Nasema leo hilo vazi na kuvua lazima. Nasema hilo vazi na liondoa kwenye mwili wako lazima. Hata kama ameling'ang'ania mwaka huu lazima liende.
kuvua lazima. Maana tunakoelekea hatuwezi fika na wewe ukiwa umevaa hayo mavazi. Amen. Hatuwezi tuka-accomplish hii kazi ikiwa umevaa mavazi yaliyochafuka na mavazi yaliyoraruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima mavazi hayo yaondoke, yatolewe, yaende na uvishwe vazi la utukufu. Vazi lenye kibali. Vazi ambalo lina utukufu wa Mungu. Vazi ambalo litakupeleka mbali. Yaani vazi ambalo hata ukisimama airport utapanda ndege tu. Yaani vazi ambalo ukisimama nje ya ofisi ya mtu, yaani watakwambia karibu mkubwa. Vazi ambalo hata ukienda kuhudumu mahali watakuinukia kitu uketi. Hilo ni vazi la utukufu ambalo linaleta kibali katika maisha yako. Ambalo linaleta kibali katika maisha yako. Linaleta kuheshimika juu ya maisha yako. Hautaomba kuheshimiwa, utakuta umeheshimika. Hautaomba kubarikiwa, utakuta umebarikiwa. Hautaomba milango ifunguke, utakuta imefunguka. Kwa sababu you have an identity. Wewe una vazi ambalo umelivaa. Vazi ambalo hata shetani hawezi sogelea. Alisogelea vazi la Joshua, maana lilikuwa chafu, maana lilikuwa limetonoka. Nasema vazi linalivishwa, hata shetani hata sogelea, maana ni vazi ambalo linametameta. Ni vazi la utukufu wa Mungu. Garments of glory. Hallelujah. Enda pamoja nami kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 41 verse 14 to 16. Mwaka huu ni mwaka mwingine. Huu sio mwaka wa 2020. Huu ni mwaka wa 2021. The year of accelerated blessings. Genesis chapter 41 verse 14 to 16. I want to talk about the garments of glory. Oh, Rabashabalazota. Joshua alipovikwa vazi la utukufu, hata shetani akusimama kushindana naye. Aliondoka na skuani, akaingia katika position yake. Na binasema utakapovalishwa mavazi ya utukufu, utaingia kwenye position yako. Nasema utaingia kwenye position yako. Nasema utaingia kwenye position yako. Maana kilichokuwa kimezuia ni kwamba ulikuwa unanuka. Ni kwamba mavazi yalikuwa yametanuka. Ni kwamba mavazi yalikuwa machafu. Ukiinuka kwa hili linakuja hili. Lakini nasema hayo yanaondolewa unapovikwa vazi la utukufu wa Mungu. Nakwambia utaketi mahali ukutarajia. Soma. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu. Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu. Akamleta upesi kutoka gerezani. Akanyosha, akabadili nguo zake, akaoga, akabadili vazi lake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu. Nimeota ndoto. Wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako. Ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao akasema. Si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lazungumza juu ya Yusufu, Joseph. Sasa naingilia vazi la situation ama process. Vazi la process. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akaota ndoto na akakaa akiwa na ndoto. Kawaambia ndugu zake na baba yake. Ndugu zake wakaanza kumpangia njama ila baba yake
akayaweka na kuyahifadhi moyoni. Wakati ukafika, Mungu akaona huyu jamaa mbona haelewi inamaanisha nini. Haleluya. Ndugu zake wakampangia njama, alipotumwa na babaye aende kuangalia, wakamuuza, wakamweka kwenye shimo. Na mimi katika lile shimo, huenda hata kama kulikuwa kuna maji, lakini kulikuwa na matope. Na kama kulikuwa kuna matope, kulikuwa na vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipoingizwa pale, alichafuka Yusufu, na akatolewa pale akauzwa. Alipopelekwa kwa mbele, akaenda akauzwa tena. A man who was full of wealth, yani it was worthy kuuzwa mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ilikuwa ni process. Sijui wewe una process gani katika haya maisha? Sijui wewe na Mungu kuna process gani ili Mungu akuinue? Yeye ndiye anayejua. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa pale, Mungu akaona Yusufu ametosheka na kuwa houseboy, maana kila kitu kimewekwa mikononi mwake. Yeye is a leader of the house, lakini the house which does not belong to him, which was not his, alikuwa kiongozi wa nyumba ambayo si yake. Lakini Yusufu akawa ametosheka, maana anakula, anakunywa na yuko sawa, anaheshimika. Yeye anasema leo kuna pigwa hiki na kesho kutafanywa vile. Mungu akaona process yangu haijakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Akasukumwa gerezani. Alipofika gerezani, maana alipouzwa akawa mfanyikazi wa nyumba, naamini huenda hata alipewa uniform, lakini akabadilishiwa mavazi alipoingia jela. Bwana Yesu asifiwe. Na akakaa jela akiwa na mavazi ya jela, na akakaa pale akiwa ni mtu mwenye ndoto, lakini ni mfungwa. Mtu mwenye ndoto lakini ni mfungwa. Kapata kuelewa. Ndio maana hata kanisani unaweza kuta huyu dada akona ndoto lakini yako kifungoni. Ana maono makubwa lakini yako kwenye kifungo. Ana mambo makubwa anayowaza lakini hawezi fanya maana ako jela. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kila jela uliowekwa na hali na mambo ya kwenu, nasema utoke kwa jina la Yesu Kristo. Yusufu akakaa gerezani, akawa anamuomba Mungu na anafanya kazi pale pale. Akapewa uongozi. Siku moja watu wawili wakaota ndoto, akawafikia, akakuta nyuso zao zimekunjamana, akawauliza ni nini, wakamwambia. Pale pale akawapa suluhisho, na yale yalipotimilika wakatolewa jela wao, wakabadilishiwa mavazi. Walipobadilishiwa mavazi, mmoja akaingizwa kazini, mwingine akanyongwa. Yule wa kazi, maana alibadilishiwa mavazi, akasahau. Miaka miwili tena Yusufu anasugua jela. Ako jela, mavazi ya jela, anakula chakula cha jela. Wajua chakula cha jela ni cha kipimo, kinapimwa, huwezi kula ukashiba. Yaani chakula cha jela ni cha mateso. Chakula cha jela ni cha kushikililia tu, wala si uenjoy, maana pale hakuna enjoyment. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu akawa yuko pale katika zile hali, na watu wale ambao walikuwa supposed kumkumbuka wakamsahau. Lakini baada ya miaka miwili, majira yalipotimia kama vile yametimia leo. Amen. Mtu wako nisikia. Nasema majira yalipotimia kama vile yalivyotimia leo. Nasema leo ni majira yametimia. Nasema leo kuna majira yametimia. Kuna mtu ambaye majira yake yametimia. Nasema kuna mtu majira yake yametimia. Amekaa kwa jela ya kutosha. Amekaa ameshaulika ya kutosha. Ametenda wema, watu wamemkimbia vya kutosha. Ameongea mazuri, ameshaidia watu. Watu wanamuogopea. Lakini nimetuma nije nikwambie majira yako yamefika. Haya ndio majira yako, na kwa sababu ndio majira yako, jela lazima utoke. By force, by fire. Jela lazima utoke. By fire, by thunder.
lazima yatoke katika jina la Yesu. Andiko yananiambia ya kwamba Yusufu, nasema ukumbukwe leo. Nasema leo ukumbukwe. Nasema leo ukitoka hapo mtu akupigie simu. Simu nzuri, simu ya kuleta habari njema. Nasema leo ukumbukwe. Leo ukumbukwe. Ndani ya nyumba yako iwe na amani leo. Nasema zote za kuendelea mbele yako. Nasema leo ukumbukwe. Watu waliokusahau leo wakupigie simu. Mema uliowatendea wakasahau. Nasema saini na ubiri wanakumbushwa. Saini na ubiri wanakumbushwa. Saini nakupa ujumbe huu wanakumbushwa. Maana katika ulimwengu wa kiroho distance is zero. Hallelujah. Hallelujah. Katika ulimwengu wa kiroho distance is zero. Hakuna hata kilomita hawa kama ya dunia. Hamna. Ndio maana unaweza wewe uko hapa na unaomba uko kweli. Umefika fikaje huko kweli? Kama distance ni kilomita 300 kama zile unazojua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is just the physical. But in the spiritual it is zero. Ndio maana unaweza ona huko South Africa unahubiri injili na uko tu hapa Valley of Grace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si eti hujafika, umefika katika ulimwengu wa roho. Sasa omba itimilike ulimwengu wa mwili. Amen. Kwa sababu ulimwengu wa roho kilomita is zero. Ndio maana Isaya 59:1 inasema mkono wangu si mfupi hata siweze kuokoa. Yaani hakuna mahali Mungu hawezi fika. Hakuna distance yenye naweza ika outrun Mungu. Hakuna. Yusufu akawa gerezani. Majira yalipofika, huyu Mungu ni wa maajabu. Yeye Mungu alisababisha Farao akaota ndoto. Mungu ndiye aliachilia ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena akaota ndoto iliyo na maana ili ampatie kazi Yusufu. Nasema leo na waote. Nasema leo na waote. Yaani waonyeshe maono ya kukupatia wewe opportunity. Wafunuliwa mambo ya kukupatia wewe nafasi. Nasema waoteshe ndoto za kukupatia wewe nafasi. Alafu wakose watu wa kuwafasiria. Nasema wakose watu wa kuwatafsiria, wakutafute. 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 Na wale waliofuta namba yako waitafute. Katika jina la Yesu Kristo. Maana wamebeba habari ya kuchema. Bwana Yesu asifiwe. Yule jamaa fanda anaota ndoto, alafu kunakosekana mtu wa kutafsiri. Na maana wale wote hakukuwa na mmoja aliyebeba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alifunga revelation yake Bwana. Revelation haipeanangwi ovyo ovyo. They are those who they preach, they can preach without revelation. Na wakosa ufunuo. Lakini they are those who they are setting apart. Akianza tu anasikia zinashuka. That is what I call revelation. All the people who they walk with the power of the Holy Spirit of God. The people which invest trust in them. The people who they are surrendered to God. They don't walk like the world, but they walk according to the revelation of the Lord. Hili neno lilikuwa kwa miaka mingi mno. Na watu wamekufa wakiwa wamelijua. But what is the problem? The problem is revelation. Because they are lacking revelation, they don't understand God. And this is my prayer in this year of 2021. May you receive a new revelation. May you receive revelation on the word of God. May you not walk according to the way you walked last year. May you walk under the revelation of the Holy Spirit of God. Unajua neno ukilisoma kama historia linakuwa tu historia. And when you have the revelation, the word becomes alive. The word starts to breathe. The word starts to walk. The word starts to do. The word starts to bring what you need. When you have revelation. Bwana Yesu asifiwe.
kukatafutwa mtu akakosekana. Sio wote walikuwa wapo, walikuwa wengi mno, lakini walikosa revelation. Ikabidi jamaa akakumbuka, I'm sorry, may the king live forever if you want. Mimi naongezeanga hiyo, if you want, ishi milele ukitaka. But I remember to pay my sins. Kuna mtu tukiwa jela, ako jela bado, lakini alitafsiria ndoto, na ile maana aliyotupatia ndio iliyotukia. So that man ana roho ya miungu takatifu. Hallelujah! Hallelujah! Let me tell you something. Najua watu wakienda kwa waganga na wameendea Apostle Teresia. Kuna mwingine alikuja akaconfess kwangu, nikaielewa hii. Akasema, Apostle, mimi na rafiki zangu watatu tulienda na tukapanga tunakuja kufunga na kusambaratisha hiyo kanisa. Kamuuliza kwa sababu gani? Kaniambia hivyo tu. Ndio, okay. Alafu lakini kuna mahali tulifika, badala ya kukuona wewe tukaona moto. Tukitafuta nyumba yako atuioni, tunaona moto. Ndio maana wale watu wenye wanaenda kwa waganga wanaoabudu miungu na wale manabii wa uongo wanakuambia wewe ni devil worshiper. Sio eti kwa sababu wewe ni devil worshiper wamekutafuta kwenye vio zao hawakupati. Yaani wamekutafuta level zao hawakupati. Kwa sababu ndani yako yuko roho wa Mungu. Ndani yako kuna shida wa kabila. It is the man who answered by fire. Yeye ni Mungu Bwana wanaona moto, alafu kwa sababu hawajui kueleza wanasema yule ni devil wanje. Hallelujah. Yule ni devil wanje. Yule ni mchawi. Unajua kwa nini unaitwa mchawi? Kwa sababu wachawi walikuroga wakashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia mtu revelation. Hey. Joshua akawa amevikwa mavazi machafu, yakaondolewa. Alipovikwa masafi ya utukufu, shetani akakula kona. Wewe, huyu ni Yusufu, ana maono lakini yuko jela. Huyu ni Yusufu, anaisikia sauti vizuri ya Mungu lakini yuko jela. Amepewa kabisa na Mungu lakini yuko jela. Ameitwa kabisa na Mungu lakini ndugu zake wanamuuza. Wewe unafikiria hizo vikao vya maneno na masengenyo nafikiria vilianza jana? Hata wakati wa Yusufu kwanza walikuwa ni ndugu zake. Leo hii huenda wakawa si ndugu zako waliozaliwa nayo kwa damu na nyama, lakini walio pamoja nawe katika kanisa ni ndugu zako. Wanapokukalia kikao wanapanga kukumalisha. Nami nimetuma nikwambie, hata kama ni ndugu zako katika Yesu, nasema hizo njama hazitatimilika katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ni ndugu zako wanasema praise the Lord, hazitatimilika. Yusufu amechawa na Mungu. Tena Mungu anamwambia niko pamoja naye. Anasingiziwa hata alikuwa anataka kurapu bibi ya mtu. Mungu anamwambia I'm with you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How comes Mungu ako na wewe na unasingiziwa? Ndio wengine wakisikianga hizo story wanapiga kona. Yule mtumishi tuliambiwa anafanya hivyo, kwani tunaanza na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alisingiziwa kufanya usharati na yule mama na ilikuwa ni uongo, lakini hiyo haikusababisha Mungu asimuongeleshe. Anasema penda sana Mungu akuwe na wewe. Penda sana Mungu akuelewe. Wanadamu wanaweza wakakosa kukuelewa. Wanaweza kukuwekelea kila aina ya kosa, lakini wewe unajielewa. Mungu anakujua. Tembea na Mungu. Acha maneno ya wanadamu. Sikiliza Mungu. Acha
kuangamiza watu. Sikiliza, yeye aliye na uwezo wa kukuangamiza na kukutupa kwenye ziwa la moto. Yesu asifiwe. Yusufu akatumikia jela kifungo chenye hakustahili kwa sababu waliwekelewa. Hapa kuna watu wako jela za kiroho maana waliwekelewa. Maana waliwekelewa maneno. And you know there is power in the spoken word. Wanapozungumza na wewe ukosa kujua kuzitangua, my friend, zinatimia. Nasema wewe uliowekwa jela na maneno ya watu, walikusingiziana sivyo vyenye vilivyokuwa. Nasema leo utoke kwa jina la Yesu. Leo utoke kwa jina la Yesu. Leo utoke kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo jela na ivutavuta by the fire of Jesus Christ and the fire of the Holy Ghost. Na yamurisha ipasuke na ipake kwa jina la Yesu Kristo. Yusufu akaitwa. The word ilipofikia jela, hakuna vile Yusufu angeenda asimame mbele ya mfalme na mavazi ya jela. Mavazi ya jela kuna yana harufu yake, kuna vile yananuka. Niko ni pastor. Yana harufu yake. Mavazi ya jela yana roho behind, because behind everything there is a spirit. So yana roho yenye inakaanga hapo ili hakikisha wewe umekaa pale na umekufia pale. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile Yusufu angeenda kwa mfalme akiwa ananuka jela. First of all, alivua mavazi ya jela. Amen. Jela aliyokuwa amewekwa because it was a process. Hakufanya dhambi ndio akae jela. Because it was a process. Because it was a process. Akavua mavazi ya jela. Akaingia bafu aoshe harufu ya jela. Amen. Bado hajaenda kuona mfalme. Akatoka akaingia kwa wardrobe. Naamini aliletewa, maana wale waliotuma na wafanyakazi wa mfalme. Oh my God. Oh my God. Nasema na mimi nimetumwa. Nimetumwa. Nikuletee mavazi haya ya utukufu wa Mungu. Lakini ni wewe ukubali kuoga na ukubali kutoa mavazi ya jela. Ukubali yale mavazi yaliyo kwako yatoke. Alafu nikupatie haya. Sikuvalisha unavaa mwenyewe. Si uko na mikono. Vaa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu akaoga. Kavaa mavazi akaingia akaoga. Alipotoka kuoga akaingia akajipaka mafuta. The anointing is here. Hallelujah. The anointing here imejaa tena. Mafuta yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akajipaka mafuta. Harufu ya jela ikaondoka. Akanukia vizuri. Akaanza kunukia kama watu wanaokaa ikulu. Unajua watu wanaokaa ikulu wana harufu yao. Hata mimi nina harufu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika hii level kuna harufu ya kivyake, my friend. Hata usiposema wewe ni mtumishi watakujua tu. Kwa sababu ina harufu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mmoja nikapelekwa kwa eneo moja. Katika lile eneo nikakuta maua mazuri. Yale maua yalikuwa yamepandwa katika nafasi, katika yani kwa laini. Yalikuwa mazuri mno. Na pale mahali alikuwa pana harufu tamu. Cha kunishangaza yale maua yanaongea. Everything in the spirit world it talks. Kama ujui leo, kila
kila kitu ulimwengu wa roho kinaongea. Kwani hawa kupiga story na nyoka, wao nafikiria ilikuwaje? They were in the spiritual world. Bwana Yesu asifiwe. Waliongea wakakommunicate wakaelewana, nyoka na nani? Na hawa. Nakumbuka nyoka hakuwa anatembea kwa tumbo, kwa hivyo alikuwa anatembea kama mwanadamu. Tafutanga Revelation. Bwana Yesu asifiwe. Walipiga story aje mpaka wakaelewana. Na kwa nini Mungu alimwambia nyoka? Kwa sababu umedanganya hawa, kuanzia leo chakula chako ni mchanga. Kwa hivyo ina maana alikuwa anakula fruit kama watoto wengine. Kuanzia leo utatembea kwa tumbo. Ina maana hakuwa anatembea na tumbo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiwa Taveta pale Regenge nikasema hivi, kapeana tu revelation nikasema, ilikuwaje mpaka hawa akayaamini maneno ya nyoka? Yaani maneno ya nyoka yakautuwini maneno ya Adamu, na Adamu ndiye aliongeleshwa na Mungu. Akaamini nyoka kuliko mumewe Adamu. Wazee tuzeni bibizi. Be available to your family. Bwana Yesu asifiwe. Be available to your wife. Maana ukikosa wewe, ukikosa kuwa mtu mwenye uko available kwa mke wako, my friend, kuna manyoka wengi tu area. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na imani, kumbuka, inakuja kwa kusikia. Hadi unasikiliza upepo ndio imani inakuja. Maandiko yanasema kwa kusikia nini? Ya, hujui? Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So the more hawa aliendelea kusikia nyoka, imani ilipandika. Akasahau maneno ya Adamu. Ndio akaambia nyoka, alipomwambia hivi ni kweli mliambiwa? Hivi ni kweli mliambiwa? Akakaa kwa akili yake anafikiria, na kweli kale kamzee yale maneno kaliambia ni kweli kweli. Pigia ndoa za watu makofi mazuri. Haya, nasema pigia ndoa makofi mazuri hata kama huna, yako itakuja. Nimesema furahia kwa ajili ya wengine. Kifurahia kwa ajili ya wengine na wewe utapata. Na itakuwa salama kwako. Vazi lililo bora. Leteni upesi vazi lililo bora. Mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanazungumzia juu ya mwana mpotevu. Kule alikokwenda, yale aliyoyafanya, jibu ni kwamba alirudi kwao na mavazi ambayo si ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nasema yale mavazi ulipata Disemba, kubali kuyavua. Amen. Yale mavazi ulipata 2020, kubali kuyavua. Huu ni mwanzo wa mwaka. Ukiyavua na uoge, my friend, utavikwa mavazi mazuri. Mwanangu, utavikwa mavazi mazuri. Na ukivikwa mavazi mazuri, I'm telling you, watu wataulizana, tupate wapi mtu kama huyu? Kama walivyoulizana wakati wa Yusufu, sasa tupate wapi mtu kama huyo? Tayari nafasi ya ofisi ikawa imejitengeneza. Nawe nasema ukivaa mavazi ya utukufu, yale machafu yakiondoka, mavazi ya utukufu yawe juu yako, I'm telling you, kuna nafasi utapewa. Mwana mpotevu akateseka, kala mpaka na nguruwe, kakaa maisha mabaya. Nami nasema maisha mabaya, it is not your portion. It is not your portion. Sema maisha mabaya si sehemu yangu. Nimeyakataa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mwana mpotevu babake alipomwona akamlaki na akaitisha mavazi immediately. Bwana Yesu asifiwe. Akaitisha garments immediately, na zikaletwa mavazi na akapeana orders. Akasema avalishwe. Hawezi valishwa akiwa mchafu, lazima aoge.
Na akasema si mavazi tu, mleteni na kitu mfunge kwa kichwa, na sio ya peke yake, leteni na pete. Bwana Yesu asifiwe. Nami nasema kivalishwa mavazi ya utukufu, hautaketi na watumwa, utaketi na wana. Hautaketi na watumwa, utaketi na wana. Nasema hautaketi na watumwa, utaketi na wana, katika jina la Yesu. When Jesus Christ resurrected from the tomb, from the dead, Yesu alipofuka kutoka kwa wafu, alifufuka, akufufuka na zile sanda walizomfunga akiingia kaburini, bali yale mavazi yaliachwa pale kaburini. Yesu akatoka na mavazi mengine ya ushindi. Nasema inuliwa, utoke katika hiyo hali uliko. Zile vitu za hiyo hali wachana nazo hapo hapo. Wewe toka na utoke na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Lazaro alipofufuliwa na Yesu Kristo, kitu cha kwanza alipotolewa nje, aliwaambia watu, mfungueni sanda, toeni na hiyo leso. Nami nasema kila matambara waliokufunga na yanatoka leo kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo.